Na mpenzi wa watazamaji wa Kalela Online, leo tuko katika barabara kuelekea mkoani Ruvuma, na hapa tuko wilaya ya Masasi. Kama mnavyokuwa mnaona, Watanzania wengi wa Masasi ambapo wanaangalia boti ambapo ni ambulance ambayo ya kuweza ambayo inaweza kuweza kusaidia Watanzania huko mipakani. Kama mnavyoweza kuona huko wana Masasi wakiwa wanashangaa, jambo ambalo hatujawahi kuliona swala hili kwa kusini, lakini leo tumeona ambulance ndio kama hii hapa inapita, lakini pia imeandikwa pembeni ukombozi wa Victoria mwaka 2025. Tumefurahi sana, mmepokea kwa wicho hii boti, mmejazana na kwa kweli tumefurahi. Tumefurahi na kama hivi mama tumba tena miaka 5 mimi nafikiri. Au unaongopa? Kwa boti kama hii au mnyinyi mnasemaje? Ni kweli. Na trip yetu tutapita hapa Masasi, Songea, Makambako, alafu kisha hapo tunarudi Iringa mpaka Morogoro, alafu tunaelekea Mwanza. Tuna mzunguko mkubwa sana. Tuna siku kama 25 au 30 hivi. Labda dereva tukuuliza swali kidogo ambalo tunaweza tukalifahamu. Ambulance hii inatokea nadhani kama inatokea labda mkoa Mtwara, mkoa wa Lindi. Hii inatokea Uturuki. Imeagiziwa na mama, imeshukia kwenye bandari ya Mtwara. Kutokana na boti ni kubwa sana. Dar es Salaam singeshuka kwa sababu ya flyover zile. Zingekuwa inagusa. Kwa hiyo muona kuja ushushe huku ili madi iende Mwanza. Kwa hiyo hapo ndo safari tunaelekea Mwanza. Sasa tunaona leo umepita katika wilaya ya Masasi, mkoa wa Mtwara. Ndio. Tunaona jinsi gani unapoona wananchi na Watanzania wana Masasi wanapokuwa na mshangao, lakini kwamba na huko wakiwa na upande wa nyuso za furaha. Kwako wewe umejisikiaje? Nimejisikia furaha sana na sijategemea. Na sijategemea. Hivyo Mama Samia nafikiri anatusikia na anatuona hapa. Hawaangalia watu wa Masasi. Watu wa Masasi wameamka na wameshangilia, wamepiga vigelegele kama vile wametumwa. Lakini hamna, imekuwa kama surprise hapa. Hakuna mtu alisema kama sisi tutapita. Lakini imekuwa hivyo bahati nzuri. Sawa, sisi tunatakia safari njema. Ndio. Hii ni Kalela Online TV. Okay, asante sana. Ni ukombozi wa Victoria ambapo inaelekea jijini Mwanza. Lakini leo tumekuwa tumezungumza na mdau hapa. Unaitwa nani? Naitwa Mapile Bushiri Mkolanje. Naishi wilaya ya Masasi, kijiji cha Songambele. Niseme tu kwanza nashukuru kuona hiki kitu live namna hii. Huyu mama nanitakia laheri, aendelee kutulinda. Kwa hiyo mimi kama mwananchi wa Masasi kama hii, kwa hiyo nashukuru sana kuona kitu kama hiki. Ni mara ngapi kuiona boti inapita? Hii ndio mara ya kwanza kabisa naona hiki kitu kama kinapita na hii. Na uliamini kwamba vinakaa vyombo hivi vya moto vinakaa tu kwenye maji? Kwanza nilikuwa najiuliza hii kitu inakuaje kinapaka inakaa kwenye maji, wanasafirisha vipi? Kwa hiyo ndio mwanzo naona mpaka ufikia Mulindo naona leo hii. Na unawaambia nini wale ambao hawajaweza kuona? Jamani, kwanza mama anaweza. Nashukuru sana. Watanzania huyu mama jamani tumunge mkono. Mama Samia anatisha. Kwanza mitano tena. Bwana, sawa, lakini pia tuko na shuhuda mwingine ambapo kwa mradhi bado tuko na shuhuda mwingine ambao tunaweza kuzungumza naye kupitia Kalela Online TV. Basi tutakuwa tutapelekea maiki ili aweze kuzungumza kile kitu ambacho amekiona. Brother, habari za sasa? Safi, salama. Safi, mambo yakoje? Poa. Kama kawaida? Kawaida sana. Bwana, leo kuna tukio ambalo limetokea muda si mrefu. Labda wewe umeliona hilo tukio? Nimeliona kwa macho yangu. Ndio. Yeah. Okay. Jina unaitwa nani? Naitwa Filipo Milanzi hapa. Jina la yani AKA Muamerika. Ndio. Yeah, AKA Muamerika. Okay. Yeah. Okay. Sasa je, hilo tukio labda unaweza kutuelezea ni tukio gani ambalo umeliona na ni mara ngapi limepita ama ni wewe ushawahi kuona? Mimi kwa mara ya kwanza kwa barabara hii ya kusini ni mara yangu ya kwanza. Alafu pili kile ni chombo ambacho kinatumika kwenye maji. Lakini kimepita leo kwa basi, kwa lori. Benzi ile imebeba ile. Kwa mara ya kwanza tumeona ni ambulance ya kwenye maji. Pia tumeona picha ya Mama Samia na wanamshukuru pale chini kwa maelezo ya ile picha. Yeah. Okay. Kwako wewe ulivyoona boti hile ambayo imeandikwa ni kweli uokoaji wa Victoria, ulivyoiona wewe umejisikiaje kuiona Masasi inapita inaelekea mkoa wa Ruvuma?
Mimi nimejisikia vizuri kwa sababu naamini kwamba serikali imeona kule kuna tatizo la ambulance. Kwa hiyo nimefurahi kwanza kuona kwa mara ya kwanza, pia nimefurahi kujua kumbe kuna ambulance ya kwenye maji. Kwa mara ya kwanza ndio nimeona ile ambulance ya kwenye maji, lakini boti si mara ya kwanza. Tumeona Watanzania wana Masasi wengi sana wakiwa wakishangaa na wengine wakishangilia na kupiga vigeregere. Inaashiria nini? Yaani hata mwenyekiti wetu wa mtaa wa Darajani Bwana Gulamali ameshangaa, hajaona hiki kitu. Ni mara yake ya kwanza na amefurahi pia. Kwa hiyo wale watoto wadogo leo wamekuja wale ni kwa mara yao ya kwanza na wao kuja kuona wameshuhudia. Tumetoka tu muda mfupi, mtoto mmoja alichora chini ile ramani ya gari. Akachora gari, akachora ramani ile boti waliopakia. Tunaamini kwamba watoto wamejifunza kupitia pale. Sasa unawaeleza nini Watanzania kwa mfumo kazi ambao unaonyeshwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Mfumo kazi wa serikali ya Tanzania ukiingia sana kwenye usemi wa mama kwamba kazi iendelee. Jamhuri ya Tanzania kazi iendelee. Ina maana kwamba pale bado kazi inaendelea. Na awamu yake anayekuja kuchaguliwa ndio itakuwa zaidi ya pale. Naamini hata sisi tunaweza tukaletea ambulance ya kutumia maji, gesi na vitu vingine. Kwa hiyo kuniambia mitano wa Tanzania kwamba Rais Samia Suluhu Hassan Dr. apewe tena mitano tena. Ubarikiwe sana. Asante sana, nashukuru sana. Okay.